watoke wafanye kazi yao kwa ofisi. Wakiingia kwa maneno ya vetting ya MIDs, machief wasiingie kwa ofisi ama wasiingie kwa meetings za vetting ya IDs. Nimepata ujumbe kwamba machifu wetu ndio wameingiza foreigners wengi. Machifu wetu ndio wamepatiana MID wengi. Na kwa sababu ni ujumbe kutoka kwa wananchi na wanalia sana kuhusu machiefs, tunataka vetting ya MID irudi kwa nyumba 10. Hao ndio wataingia kwa hiyo hall, na ikiwa nyumba 10 huyo mtu umeitiwa jina ni la area yako, uko right kubeba mkono useme na mjua ameishi hapa miaka ngapi, ameishi miezi mingapi, kwa sababu ukora mwingi umeingilia machifu wetu. Machifu ni watu wanaenda transfer. Machifu ni watu wanaenda transfer. Ako radhi aharibu kwenye amekuja kukulia juu yeye serikali itampeleka transfer. Lakini sisi watu wenye tunaishi kwa hiyo kijiji tuna shida. Tuna shida nikiwa mmoja kama nyumba 10. Tuna shida. Nyumba 10 mwenye unaweza ambia chifu kweli anakufukuza kwa ofisi. Hataki muonane na yeye. Na dakika hii nataka niwaambie nyumba 10 wote wa area kama Nairobi, Nakuru, Mombasa, in towns. Tunataka nyumba 10 waingie kwa vetting room, sio machiefs. Tunataka machiefs watoke kwa vetting. Ninarudia, machiefs watoke kwa vetting. Chief anaambia Msomali, wakati tutaingia kwa vetting, andika namba ya plot ama namba ya flat kwa mkono. Alafu andika jina ya nyumba 10 wa pale tutakupatia jina. Ukifika kwa vetting, ukiteleza mimi sitakurudia. Hiyo chifu mnatupeleka wapi? Machifu wetu wa Nairobi ama wote wenye mko kwa towns mnatupeleka wapi? Chuma chenyu kiko motoni. Na dakika hii hata nakumbuka vizuri katiba ilikuwa imeondoa hicho kipengele cha machifu kwa sababu ya corruption yenye mko nayo. Kuanzia 2013 hatungekuwa na area chiefs. Tungekuanga na nyumba 10 na community policing, watu wa kuripoti kesi yao direct. Nataka niwaambie hivi, machiefs wenye mko Nairobi, mumeuza Kenya, mumeuza wa Kenya. Na kwa sababu ya huu ujumbe kupatiana kwa wana Kenya, ndugu zetu wa Busia, ndugu zetu wa Namanga, ndugu zetu wa Mombasa kule Kwale, wameleta ujumbe, wanalia hawana MID na wao ni Kenya. Wakiingia kwa hizo maofisi za machiefs wanaitishwa pesa, wanaitishwa mpaka death certificate ya shosho wa gogo aliyekuwa akiitwa jina fulani miaka zile. Wanawauliza hicho kijiji kinaitwaje, urudi mpaka nyumbani ndio uchukulie huko ID. Kwa nini mnadhalilisha wa Kenya? Wasomali wanapata ID kwa njia iliyo safi, wa Burundi wanapata ID kwa njia iliyo safi. Kwa nini ndugu zetu wa mipakani wako na shida? Ndugu zetu wa mipakani wako na shida kwa sababu gani? Na tunajiita wa Kenya. Corruption inaanzia kwa ofisi ya chief. Saa hii wale vijana wanatembea na chief. Hao ndio wanatumwa kwenda kutafuta hii area kuna foreigner anaishi. Akipata kuna foreigner anaishi kwa hiyo nyumba ama kwa hiyo area, yeye ndio kupeleka ripoti kwa chief. Fulani si Mkenya, lakini fulani anataka nachukue ID. Nataka niwaambie ndugu zetu, baba zetu, mama zetu, wenye mnakaa katika chumba kile chief anafanyia kazi yake, mtoke mkatafute kazi, mfanye kazi. Wachaneni na chief afanye kazi yake. Nyinyi ndio mmekuwa mkipatiana watu wasiokuwa wa Kenya wanapata ID na watu wetu wa Kenya hawapati ID. Kuna watu wetu wanaitwa Onyango kule Busia, wanaitwa Oma, wanaitwa Ocheng, wanaitwa wao ni Waganda na ni wa Kenya, ni wa Samia. Hawapati ID. Ni nini inaendelea Kenya?
Ama hiyo tena hata president umefumbia macho, na wakati ulikuwa unasema bottom up, uliahidi ndugu zetu hawatakuwa na shida ya kupata ID. Paka dakika hii tuko nao Nairobi hawajapata ID. Lakini ile Msomali hajui Kiswahili, hajui Kiingereza, ako na ID. Hii kitu ya vetting, tunataka sisi nyumba 10 tukalie hiyo ofisi ya vetting. Sio machiefs, sio machief. Chief anajua nani? Anajua nani asipopitia kwa nyumba 10? Anajua nani? Chief anajua nani? Sisi nyumba 10 ndio tunajua ploti fulani iko na raia wa Kenya fulani, iko na raia wa Uganda fulani, iko na raia wa Tanzania fulani. Sisi ndio tunajua. Sisi ndio nitakana tuitwe kwa vetting. Kwa nini mnachukua machiefs? Mtu ametoka pengine Murang'a, amekuja transfer Nairobi. Alafu wiki moja mnamkalisha kwa ofisi ya vetting, na sisi wale nyumba 10 tunaishi nao, nao wenzetu hatuwezi ingia kwa hiyo vetting. Ukiongea hivyo mbele ya chifu, wao ufanyi kazi kwa hiyo ofisi. Nasema nikijua kwamba mimi ni mmoja nilifukuzwa kama nyumba 10 kwa ofisi ya chifu kwa sababu ya kusema ukweli. Na mimi nimesema nitasema ukweli, na ukweli utaniweka huru. Machifu hatuwataki kwa vetting meetings za watu wa kutafuta ID. Kwa sababu ndio imefanya mkiingia mahali unakuja umenunua pikipiki, unakuja umenunua gari kwa sababu ya pesa ya watu wa nje. Mnawacha Wakenya wanadhalilishwa. Tunataka tujue watu wetu wa Busia na mko hapa Nairobi, ID mtapata lini? Na kama ni uongo ama kama ni ukweli, niko radhi kutoa hata watu 50 ni Wakenya na hawana ID, na ni represent kwa Wakenya wote. At least kilio chao kitasikika. Wakenya wana shida, Wakenya wanalia. Mbona ID zinapewa na watu wa nje na watu wetu wa Kenya bado hawajapata ID? President, vunikia tu hiyo macho hiyo jambo na kuambia hiyo. Na saa hii tunasikia mpaka hata ID zetu zinapeana Uganda. Umenyamaza. Uongozi utaongoza na utamaliza. But kumbuka siku moja kilio cha Wakenya, damu ya Wakenya iko juu yako. Utajibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakenya wanalia, wewe umenyamaza. Unatuambia bottom up. Ilienda wapi? Hasla ilienda wapi? Wewe ni kupora pesa. Saa hii tumeingia maneno ya budget. Ukiangalia budget ya saa hii ni ya kuhuzunisha. Ni ya kuhuzunisha. Imetupa hata mtoto msichana. Saa hii ukienda kununua hata pads, peke yake kitu yenye tulikuwa tunanunulia 50 imekuwa doubled. Ni so. Saa hii nimeona wasichana saa hii wameanza kurudi kwa matambara wakijifunga kwa sababu ya uongozi wako. Ni nini inaendelea? Alafu mnatuambia Nairobi tuko na women rep. Women rep gani mjinga kabisa yeye? Sasa wasichana wamerudi kwa, yani wamewasahau sodo. Sasa wamerudi kukata vitambara za mablanketi. Ni nini inaendelea? Ni nini inaendelea Kenya? Pasari tunatuambia wewe ni women rep. Watoto wetu wanapatikanaje? Wanararua vitambara za mablanketi wakizifanya sodo. Hiyo ni aibu, na ni aibu kama mama. Sijui wewe ni mama, ulizaliwa nchi gani? Ulizaliwa nchi gani? Na nataka unitafute nikupeleke kwa slum penye wasichana wanatafuta hizo sodo na wapati. Na umekaa huko juu unatuambia wewe ni tutam. Tutam ya nini? Tutam my foot. Tafuta wa mama kama sisi tukupeleke ukaangalia wasichana. Hao wasichana wanakuhitaji kama mama. Umeenda umekaa kwa wanaume sababu wewe ulivaa long. Sasa wewe ni mwanaume, unaweza fanya chenye wanaume wanafanya. Nataka nikuambie wewe Pasaris, unisikie vizuri sana. Wewe Pasaris, wasichana wetu hawataangamia tukiona. Na siku moja kabla 2027 tutakutafuta mpaka kwako. Tutaandamana na hizo matambara mpaka kwako. Tukuuliza hizi ndio sodo mlituwekea kwa parliament. Mpaka saa hii ushuru umeenda juu. Msichana hawezi pata hiyo kitu. Na sio hati jambo